Mtazamaji wa Kasako Media, karibu sana. Jina langu ninaitwa Nice Godfrey, lakini ninakukumbusha mtazamaji wa Kasako Media, endelea kutufuatilia kwenye vipindi mbalimbali ambavyo vipo hapa Kasako Media. Leo tutazungumzia njia ipi au njia zipi ni salama matumizi ya simu ya mkononi. Je, unafahamu simu yako ya mkononi inaweza kukuletea changamoto ya kiafya? Basi mimi nitakuletea kwa urefu zaidi chache ambazo ni muhimu katika afya yako ya kila siku. Zuia mazungumzo ya muda mrefu. Hii pointi inasema zuia mazungumzo ya muda mrefu. Kuna watu wanatumia sana simu zao kuzungumza kupitia sikio, lakini pia ni watu ambao wanazungumza sana kupitia simu ya mkononi. Basi sisi kama Kasako Media tumekuletea hizi njia salama ambazo za kutumia simu yako ya mkononi. Madhara yake yanaweza kuumwa kichwa, uchovu baada ya kupata saratani. Hakikisha unafanya mawasiliano yako ya simu pale yanapohitajika. Kitu kingine pia cha kuzuia kuzungumza kwa muda mrefu, pia hakikisha unaongea kwa muda mfupi kama simu pale inapohitajika kuzungumza. Lakini pia changamoto nyingine pia unaweza kupata changamoto ya ubongo, ngozi, hata masikio. Unakuta mtu anapata shida ya masikio kutokana na kuongea kwa muda mrefu kupitia simu yake ya kiganjani. Japokuwa changamoto zetu ni watu wengi tunawasiliana nao kupitia simu ya mkononi, lakini hakikisha simu yako ya mkononi unaongea nao kwa kiasi, usiongee nao kwa muda mrefu. Kama kuna jambo la kuchati, basi ni vyema uchati kuliko kuongea kwa muda mrefu masikioni. Namba 2 ni kutumia speaker za masikio wakati wa kuwasiliana. Tunashauri zaidi kutumia speaker kwa sababu matumizi ya speaker kwa masikio sio za waya, yani headphone. Pia matumizi hayo, kuna matumizi mengine ya Bluetooth pia ni njia nzuri zaidi kutumia kwa sababu hazizalishi mionzi hatarishi kwenye afya yako. Pia unaweza kufanya mazungumzo bila kuweka simu yako sikioni kwa kutumia headphone, yani speaker ile ambayo loudspeaker ambayo inasaidia kwenye simu. Ukiingia kwenye simu yako kuna loudspeaker, unaweza kuweka loudspeaker pia ukaendelea kuzungumza ili kupunguza mashara yenye kwenye sikio lako. Sikio lako linatakika kusikika vitu vichache ili kulinda vitu ambavyo viko katika sikio. Lakini kitu kingine, weka mbali simu yako na mwili wako. Unaweza ukashangaa, je, kwa nini niweke mbali na mwili wangu au simu yangu mbali na mwili wangu? Mara nyingi watu wakilala, wakishamaliza kutumia, wengine wanalala nazo kwenye vitanda, wengine unakuta anaongea na simu usiku kucha, anasinzia, basi simu inakuwa iko pembeni yake. Ni moja kitu hatarishi zaidi. Mara nyingi mtu akimaliza kutumia simu yake anapolala kitandani, ni hatari sana kwa afya yako. Hiyo sio tu simu tu, vifaa vyenye umeme vinavyopitisha umeme lazima vikae mbali na mwili wa binadamu. Unapolala simu yako, fahamu kuwa mitandao ya simu bado inatumia mawimbi kwenye simu ili kuhakikisha simu yako inakuwa hewani. Hii ndiyo chanzo cha mionzi inazoweza kuzalishwa na baadaye kuathiri kama kutumia vifaa hivi kwenye mwili wako. Namba 4, zima data baada matumizi yako. Hakikisha baada ya kutumia simu yako unazima data. Inashauri baada ya kutumia simu yako unataka kulala, basi zima simu yako. Zile miunganiko aina yoyote kwenye simu yako kama vile Bluetooth na vifaa vinavyotumia umeme na vifaa vinavyotumia kama Bluetooth na vifaa vingine vinavyotumia internet, basi hakikisha unazizima ili kuhakikisha simu yako ikae kwenye sehemu salama. Lakini hii itasaidia kupunguza mionzi isikufikie ukahisi, pia kupunguza gharama za internet. Watu wengi tunatumia internet, tunakuta tuna search vitu, mwisho wa siku basi tunakuwa tunajisahau, tunaacha simu zetu zina bando wazi, tunakuwa tunatumia internet, unakuta simu yako umelala pembeni, umeachia data on, basi inakuwa ina changamoto. Pia hakikisha baada ya kutumia simu yako basi ni vyema ukaizima. Pia usiongee na simu sehemu zenye mitandao hafifu. Sehemu zenye mitandao hafifu, hapo ndipo simu huzimika kutokana na mionzi mingi isiyo ya kawaida ili kuunganisha mitandao ya simu, kitu ambacho ni hatari kwa matumizi ya simu
unayaongea. Tumia njia hii ya ujumbe zaidi kuliko kuongea. Ukiona sehemu umeenda, mfano tukiwa tunaenda labda sehemu ambayo yani kuna sehemu ukienda mkoani unakuta internet ya mtandao unakuwa unakata. Ni vizuri utumie SMS kwa ajili ya kurahisisha ujumbe kumfikia yule ambaye unatamani kuongea naye. Na inashaurika kutumia ujumbe huu mfupi wa maneno yani SMS kwa njia salama zaidi. Kutumia simu kwani hapo mwili huwa mbali na simu, lakini pia mionzi inayotoka kuwa ni kidogo na hafifu. Ni kwamba unaweza kutumia njia ya SMS ili kumfikia yule ambaye unatamani kumfikia zaidi. Hayo ni mambo muhimu ya kuzingatia pale tu unapotumia simu wakati wowote tu, sio tu nyumbani, hata kama uko barabarani. Hakikisha jambo la kwanza unazingatia haya ambayo nimekuambia siku ya leo. Basi endelea kutazama Kasako Media, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sisi kazi yetu kukupa elimu ya kutosha kuhusiana na mambo mbalimbali. Leo nimekupa elimu ya simu. Watu wengi wanajisahau sana kwenye upande wa simu. Data iko on kuanzia asubuhi, unakuta data iko on, usiku umelala umeongea na baby wako, umeongea na marafiki zako, umeongea na watu wako, basi unakuta simu iko on. Na watu wengi tunachaga data on, lakini hiyo kwenye upande wa kiafya basi inakuwa sio nzuri. Hakikisha unalinda kifaa chako cha umeme ili kisikuletee madhara. Jina langu naitwa Nice Godfrey wa Kasako Media. Endelea kutufuatilia na asanteni sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.